Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Iringa imewahukumu wanaume wawili kifungo cha maisha jela pamoja na kuamuru walipe fidia shilingi milioni 3 kila mmoja baada ya kupatikana hatia kwa wabaka watoto wawili wa kike katika matukio tofauti. Katika kesi ya kwanza, Gabriel Titus Kibasa mwenye umri wa miaka 21 amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya mahakama kuthibitisha kuwa alimbaka mtoto darasa la pili mwenye umri wa miaka 7. Tukio hili lilitokea tarehe 31 Oktoba mwaka 2024 katika kijiji cha Nyabula, kata ya Ulanda, wilaya ya Iringa, wakati mtoto huyo alipokuwa akienda kuchota maji kisimani. Kibasa ambaye anafanya kazi ufugaji alitenda kosa hilo wakati akiwa anachunga ng'ombe. Hakimu mkazi Honorius Kando akitoa hukumu hiyo alisema kwamba ushahidi uliotolewa na mashahidi pamoja na vipimo vya kitabibu vilithibitisha pasipo shaka kwamba mtoto huyo alibakwa. Kwa upande wake, wakili wa serikali Winifrida Mpiwa alisema mtuhumiwa huyo hana rekodi za matukio ya uhalifu, hivyo kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 131 kifungu cha 3 kidogo, aliomba mtuhumiwa apewe adhabu kali ya kifungo cha maisha jela pamoja na kulipa fidia ya shilingi milioni 3 kwa muhanga iliyofundishwa kwa wengine. Hata hivyo, mtuhumiwa alipopewa nafasi kujitetea aliomba kupunguziwa adhabu kwani ni kosa lake la kwanza, hana wazazi wote wawili na anategemewa na wadogo zake watatu. Na katika kesi ya pili, Kelvin John Kisinda mwenye umri wa miaka 34 amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 12 katika eneo la Don Bosco, manispaa ya Iringa. Kwa mujibu wa shahidi, Kisinda alitenda kosa hilo kwa mtoto alikuwa akiishi naye nyumba moja wakati wakiwa peke yao nyumbani, na kwa mujibu wa uchunguzi wa kidaktari ulibaini kuwa mtoto huyo aliingiliwa zaidi ya mara moja. Taarifa za tukio ilifikishwa katika mamlaka baada ya shahidi aitwaye Violet kufichua taarifa hizo kwa kumueleza baba yake kutokana na mtoto huyo kushindwa kusema kwa kuhofia vitisho kutoka kwa mtuhumiwa. Kwa upande wake, wakili wa serikali Winifrida Mpiwa alisema mtuhumiwa huyo hana rekodi za matukio ya uhalifu, hivyo ahukumiwa kulingana na kifungu cha 131 kifungu kidogo cha kwanza, ambapo adhabu ya juu ni kifungo cha maisha jela na ikipungua ni kifungo cha miaka 30. Hata hivyo, wakili huyo aliomba mahakama kutoa adhabu ya juu pamoja na fidia kwa muhanga kutokana na madhara aliyopata na iliyofundishwa kwa wengine wenye tabia kama hizo. Hata hivyo, hakimu Honorius Kando alitoa adhabu hizo za juu kwa watuhumiwa wote wawili na kusema kuwa ziwafundishwa kwa wengine wenye tabia kama hizo kutokana na kukithiri kwa matukio ya ubakaji na ulawiti katika mkoa wa Iringa. Kutoka katika viunga vya mahakama ya mkoa wa Iringa, jina langu ni Harriet Mola na hii ni IPC Mkombozi TV.